Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel Tanzania, ninapenda kuchukua nafasi hii tena kukukaribisha katika kipindi maalum cha masomo maalum yanayotuongoza katika maombi ya juma hili maalum lililotengwa na kanisa la Mungu ulimwenguni kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya kazi ya uchapishaji. Hivyo nikukaribishe leo ikiwa siku ya pili ya mfululizo wa masomo haya, na tuanze pamoja na tuhitimishe pamoja. Hebu tuombe katika Kristo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa nafasi nyingine uliyotupatia ya uhai, lakini pia tunakushukuru kwa ajili ya juma hili maalum ulilolitenga kwa ajili ya maombi maalum. Tunaomba utuongoze katika kutafakari neno lako na utuongoze kufanya maamuzi sahihi ya kuwa maaskari waaminifu katika kazi yako. Ni ombi letu kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Nikukaribishe katika siku ya leo kwa somo letu ambalo linalotuongoza, ambalo linatukumbusha kabisa ya kwamba bila machapisho, bila vitabu vya uvuvio, bila vitabu vya neno la Mungu, utume wetu usingelifanikiwa. Ni kweli kabisa. Na huenda nianze kwa kukuambia ya kwamba kazi hii ya injili ni kazi takatifu. Ni kazi ya Mungu mwenyewe. Na hata tunapokuwa tunaifanya, tunajiunga na Mungu katika kuifanya. Maana yeye ndiye mtangulizi. Ndiye kamanda mkuu anayeongoza utendaji wa kazi hii. Kwa hiyo kwa hekima yake, alipokuwa akianza kazi hii, alianzisha machapisho mbalimbali ndani ya kanisa ambayo yanabeba ujumbe kwa wanadamu katika ulimwengu huu, yakiongozwa na yakitanguliwa na Biblia, neno takatifu la Mungu, ambalo linapaswa kuwafikia wanadamu wote kila mahali walipo, wanadamu ambao wamepewa nafasi ya pili ya wokovu. Na hivyo katika tafakari ya siku ya somo, katika siku ya leo, somo linasema umuhimu wa washiriki wa kanisa katika kusoma neno la Mungu na kulisambaza kwa wanadamu wenzao. Umuhimu. Tunaweza kujiuliza maswali kadhaa. Kwa nini Mungu anawekea mkazo na umuhimu? Kama tulivyoona katika somo lililotangulia, ni kwamba chakula ni muhimu sana kwa ajili ya uhai wa maisha ya mwanadamu. Bila chakula, mwanadamu anaweza asidumu kuishi kwa muda mrefu. Ndio ukweli halisi pia ambao Mungu ameuweka katika neno lake, ya kwamba bila chakula cha kiroho, bila kulisikiliza neno la Mungu, bila kulisoma neno la Mungu, uhai wa kiroho hauwezi kudumu katika maisha ya mwanadamu. Ushirika kati ya mwanadamu na Mungu hauwezi kudumu kabisa. Kwa hiyo ndio maana nakuja na mkazo huu kutoka katika neno lake katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 4 na nukuu mstari wa kwanza, anasema hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Ni ukweli kwamba neno hili lilikuwa ni agizo la mtume Paulo katika utume na kijana Timotheo, ambaye ni kijana aliyekuwa ameitwa katika kazi ya utume, kazi ya uchungaji. Na mtume Paulo anapokuwa anamfundisha na mwelekeza namna ya kuifanya kazi hii, pamoja na maagizo mengine yote matakatifu aliyomwagiza, alimwambia ya kwamba usiache kusoma neno la Mungu tena kwa bidii. Naomba utafakari kidogo, ni kwa bidii kiasi gani unatumia muda katika kulisoma neno hili? Unatenga muda kiasi gani katika siku ya masaa 24 kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu? Nataka ujiulize maswali kadhaa. Je, unafanya bidii? Kama tunavyofahamu, katika kufaulu, hata mwanafunzi anayesoma shule yoyote, iwe ni shule katika msingi au shule katika level ya sekondari au katika chuo au shule ya aina yoyote au kozi ya aina yoyote, wale wanaofaulu ni wale wanaotumia muda tena kwa bidii kuchunguza na kusoma na kufanya assignment na kufanya yale ambao wameagizwa, mazoezi yanayoweza kuwafanya hatimaye wafaulu katika mitihani. Naomba nikukumbushe ya kwamba tunao mtihani mkubwa sana. Kama tulivyoona, tuna pambano
ambalo lilianza na linaendelea, ambalo linamhusu kila mwanadamu anayeishi katika sayari hii. Kama tusipotumia muda, tena tutenge muda, tena kwa bidii, tena kwa makusudi, tena kwa maombi, tukalisoma neno la Mungu, hatutajua la kuonya ulimwengu, hatutajua nini cha kufundisha. Hata wale walimu ambao wanafundisha shuleni, bado nao wanatakiwa wao wasomaji wafanye matayarisho kwa ajili ya kuandaa masomo kwa ajili ya wanafunzi. Mwalimu ambaye hawezi kujitayarisha, kwa hakika hawezi kufundisha vizuri pia. Na hata kama akifundisha, atafundisha bla bla, kwa sababu hakupata muda wa kutafakari kulielewa somo lake mwenyewe. Ndivyo ilivyo kwako wewe muumini mwenzangu, ndivyo ilivyo kwako wewe mtumishi mwenzangu, ndivyo ilivyo kwako wewe mchungaji, ndivyo ilivyo kwako wewe mzee wa kanisa, ndivyo ilivyo kwako shemasi, ndivyo ilivyo kwako mwinjilisti wa vitabu. Usipofanya bidii katika kuchunguza neno la Mungu, katika kulisoma, katika kujiandaa, hutajua namna ya kuliwakilisha mbele za wanadamu wenzako, na wewe mwenyewe hutakuwa na ufahamu katika kumuelewa Mungu. Naomba nikukumbushe ya kwamba Mungu ametenga mfumo, ameweka mfumo vizuri. Ametuwekea mfumo ambao kama tungeliufuata katika kusoma neno la Mungu asubuhi na mapema, tungelitumia muda kama Yesu mwenyewe anavyotajwa alivyofanya akiwa kielelezo hapa duniani. Tunasoma katika kitabu cha Marko ile sura ya 1 na mstari wa 35. Neno linasema mapema alfajiri na mapema asubuhi Kristo alienda mlimani kuomba. Anaposema alienda mlimani kuomba, hakuishia tu katika kuomba, lakini alisoma neno la Mungu, alilitafakari neno la Mungu. Na naomba ijulikane ya kwamba ibada halisi inayotendwa mbele za Mungu ni ile ambayo inamsikiliza Mungu kwa neno lake, kwa kusoma neno lake. Lakini pia inakuwa ina maana unapokuwa umesikiliza sauti ya Mungu, na ndipo unapoweza kupeleka maombi yako pia kwa Mungu. Na hivyo pia mkazo unaokuja kwetu katika juma hili la maombi ni kwamba haiwezekani kabisa kumpendeza Mungu katika kufanya ibada wakati wewe huna nafasi ya kumsikiliza. Na tunamsikiliza Mungu tunapolisoma neno lake. Tunamsikiliza Mungu tunapochukua vitabu hivi vilivyotengwa maalum kwa ajili ya kujifunza kuelewa muktadha wa kile kilichoandikwa na kile ambacho tunapaswa kukihubiri pia katika ulimwengu. Ndio, maisha ya kiroho yanategemea namna tunavyolisoma neno la Mungu, tena kwa maombi. Tunayo miongozo mingi iliyotengwa kwa ajili ya kujifunza. Hata katika kanisa tunayo miongozo ya kujifunza Biblia, nayo imetengwa. Lakini ni kwa kiwango gani unachukua muda kwa ajili ya kujifunza ile miongozo ya kusaidia kuelewa Biblia? Ni kwa kiwango gani unachukua muda katika kujifunza maandiko yanayokuongoza katika kuelewa unabii wa Biblia, namna Biblia ilivyoandika ya mambo yajayo? Unatumia muda gani katika hilo? Naomba Mungu akusaidie ili uwe na ratiba iliyotengwa kabisa ya makusudi kwa ajili yako na Mungu, kwa ajili ya neno lake. Ndio maana natukumbusha, haiwezekani kuwa na bidii bila kuwa na ratiba ya usomaji wa neno la Mungu. Haiwezekani kuwa na bidii bila kuwa na muda uliotengwa wa kusoma neno la Mungu. Na nikukumbushe, tunaweza kusoma kama familia, lakini pia tunaweza kusoma mtu binafsi, kila moja kwa nafasi yako. Hata unapokwenda maeneo yako ya kazi, kule kwenye biashara yako, kule ofisini, unapokwenda mahali popote, nenda na nakala ya neno la Mungu. Nenda na kitabu cha Pambano Kuu. Nenda na kitabu fulani ambacho unakisoma kwa wakati huo. Na muda unapofika, tulia mahali fulani. Wakati wa ibada unayoomba, wakati unapomsihi Mungu, tafakari neno la Mungu. Sikia sauti ya Mungu. Na Mungu yuko tayari kwa ajili ya watu kama hao. Ndio maana nasema ni muhimu sana katika kusoma, lakini pia ni muhimu kwa ajili ya kusambaza. Tunaposoma tunajitayarisha namna ya kuhubiri. Tunapokuwa tunasoma tunajitayarisha pia sisi wenyewe, tunalimeza lile neno, linatusaidia sisi wenyewe, na ndipo tunapoweza kulipeleka mbele ya watu. Katika Timotheo wa pili sura ya 3 na ule mstari wa 16, neno linasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho
na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Neno hili linatukumbusha ya kwamba unapokuwa umeketi unalisoma neno hili, unapokuwa umeketi unafungua kurasa za Biblia na kutafakari maneno yake, maana yake uko mbele za Mungu. Maana yake unasikia moja kwa moja sauti ya Mungu. Na unaposikia neno hili, basi maana yake ni kusema ya kwamba unatakaswa. Unapochagua kumtii Mungu kupitia katika neno la Mungu, unatakaswa. Na ndio maana Yesu anatukumbusha katika kitabu cha Yohana pia 17 na mstari wa 17 anasema, uwatakase na ile kweli, na neno lako ndio kweli. Yaani kwa maneno mengine, pale tunapopata muda wa kulisoma neno, pale tunapopata muda wa kutafakari, pale tunapopata muda wa kufanya maamuzi ya kukubaliana na neno la Mungu, ndipo wokovu wetu unapotokea. Na ndipo pia tunapata nguvu ya kuweza kulifikisha neno hili tena kwa usahihi ambavyo limejieleza lenyewe. Tunanukuu hapa katika maandiko ya yale tunayoita manuscript, ukurasa wa 113, anasema, waumini wa kanisa watakapotambua maana hasa ya kutawanya vitabu na magazeti yetu, watatoa wakati mwingi zaidi katika kufanya kazi hii. Kanisa lazima liangalie kazi hii ya uinjilisti wa vitabu kuwa ni njia iliyo bora kabisa ya kutangaza na kupeleka ujumbe huu katika ulimwengu. Lakini nataka niwakukumbusha tena ya kwamba hatuwezi kufanya hivyo sisi bila sisi wenyewe kuyaelewa hayo maandiko. Bila kuyaelewa hayo maandiko. Ndio maana nasema lazima tufanye bidii katika mambo mawili au matatu muhimu. Tumepewa wajibu katika kusoma. Tunaposoma tunajirisha wenyewe, lakini pia tunajiandaa kwa ajili ya kuwahudumia wengine. Tunaposoma tunapata kile ambacho ulimwengu umekengeuka kwacho, na namna ya kuonya na maonyo namna ya kuonya ulimwengu. Ndio tunahubiri ujumbe wa malaika watatu, lakini pia lazima tuwe tumejielimisha vizuri namna ya kufikisha huu ujumbe kwa lugha ya kibiblia na namna Biblia ilivyoeleza yenyewe namna ya kuufikisha. Ndio tunasoma haya maandiko ili tuweze kujua namna ya kukufundisha, namna ya kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Kumbuka Yesu alipotoa agizo akasema, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa mataifa yote, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, lakini pia kuwafundisha kuyashika yote. Sasa haya kuyafundisha kuyashika yote inawezekana tu pale sisi wenyewe tunapokuwa wanafunzi. Na tunakuwa wanafunzi kwa sababu tuna vitabu ndani ya kanisa. Tuna vitabu ambavyo vimewekwa katika kanisa la Mungu ili iweze kuwa shule kila mahali ambapo tunapoishi. Iwe nyumbani, iwe ni shule ya kujifunzia. Tuwe kanisani, iwe ni mahali pa kujifunzia. Iwe ni maeneo ya kazini, iwe ni mahali pa kujifunzia. Na tukifanya hivyo, tutaweza kujitayarisha vizuri kwa ajili ya kuifanya kazi hii. Na nukuu tena kutoka katika kitabu cha Habari Njema au Colporteur Ministry, ukurasa wa 21, anasema, kazi ya kusambaza vitabu ni jukumu la waumini wote wa kanisa. Si kuwafanya tu wale wanaojulikana kama wainjilisti. Si kazi ya wale tu wanaojulikana kama wainjilisti wa vitabu. Roho ya unabii pia inakazia, inasema, kila muumini atawanye vitini na vipeperushi na vitabu vyenye ujumbe wa wakati huu. Na kukumbusha tena na tena, kwa utaratibu ambao Mungu ametupatia kwa miaka hii mitatu ni miaka ya kusambaza kitabu hiki muhimu sana kinachoitwa Pambano Kuu. Je, umeisha kipata kitabu hiki wewe mwenyewe? Je, umekisoma, umejua yaliyomo? Je, umekisambaza kiasi gani tangu kianze kusambazwa kwa miaka hii mitatu kuanzia mwaka 2023 na mwaka huu wa 2025 tunakisambaza tena kwa nguvu, na sio mwisho wa kukisambaza. Tutaendelea kukisambaza kwa kadiri ulimwengu unavyohitaji kuonywa na kusaidiwa kufahamu kile kinachoujia ulimwengu. Mungu akusaidie uweze kuwa sehemu ya kuungana na jeshi kubwa
la wainjilisti wa vitabu, jeshi kubwa la wachungaji, jeshi kubwa la viongozi wa kanisa, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba na wewe ni mdau mkubwa wa kukipeleka kitabu hiki. Naam, tunanukuu tena katika nukuu inayokuja, sikiliza kwa makini. Ziko fursa nyingi sana ambazo Mungu ametupatia kwa ajili ya kusambaza. Ziko fursa nyingi sana ambazo napenda nitumie fursa hii kukukumbusha kwamba Mungu ametupatia fursa. Lakini hizi fursa zipo na haziwezi kutumika mpaka umeamua kuzitumia kwa ajili ya kusambaza kitabu. Kwa mfano, kuna fursa katika sherehe zetu za ndoa. Ziko fursa ambazo tunaweza kuzitumia kwa ajili ya kutoa zawadi mbalimbali katika matukio kama haya. Leo hii tusipokuwa waangalifu, wakati ni muhimu sana kufanya sherehe zetu zinoge, ziwe nzuri, ziwe na chakula kizuri na mambo kama hayo, lakini bahati mbaya sana ambayo tunaiona leo ni adui ametufanya tumeje zaidi au tuchukulie vya mwili zaidi kama ndio vitu vya muhimu kuliko vile vya kiroho. Na Mungu akusaidie na Mungu anisaidie kupitia katika masomo haya. Tunakumbusha ya kwamba hata katika fursa za sherehe za harusi na sherehe nyingine ndogo halali zinazofanywa katika maisha ya kifamilia, zinazofanywa katika maisha ya jamii, bado ni fursa ambayo Mungu ametupatia kwa ajili ya kusambaza ujumbe huu wa matumaini. Lakini pia tunakumbusha kuna fursa nyingine muhimu ndani ya kanisa. Watu na siku za effort, tuna mikutano ya effort, mikutano ya hadhara ambayo mara zote tumetiwa moyo kuipeleka. Tuna mahubiri ya aina mbalimbali yanayorushwa pengine kupitia hata katika media yetu hii ya Hope Channel, inarushwa kila wakati. Hata sasa kuna mahubiri yanayorushwa kila mahali. Lakini kabla ya kurusha tu mahubiri ambayo yanakwenda tu ya maneno, tunapaswa kusambaza vitabu. Tunapaswa kuchukua vitabu tukavipeleka, kwa sababu kitabu uzuri wake ni kwamba hata baada ya mhubiri amekoma kuhubiri, bado kitabu kitaendelea kumkumbusha, kurasa zile takatifu zitaendelea kumkumbusha maneno. Na hivyo tutumie hiyo fursa kupeleka vitabu kabla, tushirikiane na wainjilisti wetu maeneo yetu mbalimbali, kila mahali tunapopeleka mahubiri ya hadhara, tupeleke kwanza vitabu vipandwe kama mbegu itakayoota na kusaidia kuvuna wakati wa mavuno. Ndio tunazo sabato za wageni au sabato za ujirani mwema ambazo zinajulikana katika makanisa yetu. Tumia siku hile badala tu kutoa zawadi zingine zozote zingine. Ni kweli tunaweza kutoa zawadi zingine, lakini zawadi zetu kuu ni zawadi ya neno la Mungu. Ninaomba tuzitumie pia vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanalipata neno la Mungu. Ndio leo tunao watu katika maeneo mbalimbali. Tuna watu waliofungwa magerezani. Yesu alisema katika kitabu cha Mathayo sura ya 25, nalikuwa gerezani, nalikuwa na njaa, nalikuwa muhitaji. Yote hayo yameelezwa na wewe ukaja kuniona. Leo tunapokwenda kuwaona wafungwa katika magereza yetu, katika mahospitali walio wagonjwa, pamoja na huduma zingine tunazoweza kuwapatia za dawa, pamoja na huduma ya chakula tunazoweza kuwapatia, lakini pia tukumbuke ya kwamba kuna huduma ya chakula cha neno la Mungu ambacho yule mgonjwa pale hospitali anaweza kuwa na fursa ya kusoma wakati amelazwa pale, wakati amelala kitandani, wakati hawezi kusikia mhubiri moja kwa moja, lakini anaweza kusoma neno la Mungu. Kama tutatumia fursa hiyo, tutaweza kuwasaidia wengi. Labda nikupe ushuhuda mmoja ambao nimekutana nao hivi karibuni. Kupitia katika huduma hii ya kugawa machapisho, tena machapisho yenye matumaini, basi mama mmoja alifikiwa, mama aliyekuwa amechoka, aliyekuwa ametelekezwa, aliyekuwa ameumizwa katika nyumba yake, na akawa ameamua kabisa kwamba sasa maisha hayana maana yoyote kuishi. Kwa hiyo akawa ameamua kuchukua kitanzi ya jinyonge. Lakini wakati anapokuwa anafikiria hilo, akasikia sauti kule mlangoni na inagonga. Kumbe ni sauti ya mwinjilisti wa vitabu ambaye alikuwa amefika katika mlango ule. Na hii inatukumbusha umuhimu wa kuwafikia watu mahali walipo. Watu wengi watasaidiwa wakiwa wamefikiwa mahali walipo. Sasa sikia, yule mama akasema, ngoja nisikilize huyu ambaye anagonga katika mlango wangu. Ni mpweke, hawezi kula chakula, hali amedhoofika, lakini akasema ngoja nimsikilize. Alipokwenda pale mlangoni, akakutana na mtu anayetabasamu, akakutana na mwinjilisti ambaye anatoa kitabu cha
jipatie amani moyoni. Mama aliposoma ile sura kwa juu pale akasema, kumbe kuna uwezekano wa kupata amani. Kuna uwezekano wote wa kupata amani. Ndipo mwinjilisti kwa ufupi akaomba pamoja naye na akawakilisha kile kitabu, na pale pale mama akaanza kukisoma, akakutana na maneno yenye faraja, maneno ya matumaini ya Mwokozi mwenyewe yaliyoandikwa katika kitabu kile. Na alipoanza kukisoma akashangaa, kwa mara ya kwanza anakutana na amani inayobubujika kuja katika moyo wake. Ndipo alipofanya maamuzi ya kwamba kumbe inawezekana. Akaenda kulitafuta kanisa hilo la mwinjilisti, akampigia simu, akamwelekeza mahali alipo, akakutana naye, na ndipo akajiunga na kanisa. Na mama yule badala ya kujinyonga sasa ni mshiriki anayempenda Yesu ndani ya kanisa. Ndio maana anasema kuna umuhimu wa kila muumini katika kuifanya kazi hii. Sasa kama tungeungana likawa jeshi kubwa kama Mungu alivyokusudia, tukapeleka ujumbe huu kila mahali katika majirani, watu wengi leo kuna tabu katika nyumba za watu. Leo kuna migogoro. Leo kuna migogoro ya kila namna. Watu wangepata vitabu hivi, wangelipata amani. Wangelikutana na Yesu, mfalme wa amani. Hivyo ndio maana wito unakuja kwako kwa kishindo kabisa. Kama unampenda Yesu, kama Petro alivyoulizwa tulivyoona, unaweza ukafanya maamuzi yakaleta tofauti katika jamii yako, yakaleta tofauti katika ofisi yako, yakaleta tofauti katika sehemu ya biashara. Maana ukifanya kazi hii ya Mungu, na wewe vile vile Mungu atakupatia amani hiyo. Mungu atusaidie tunapoendelea kutafakari masomo haya. Tukumbuke ya kwamba kuna fursa, na hizi fursa kama tutazitumia vizuri, basi zitaleta tofauti katika maisha ya watu wa Mungu. Kanisa la Mungu limepewa wajibu mmoja tu, la kuleta habari njema ya wokovu kwa wanadamu. Na Mungu ametupatia njia mbalimbali, na moja ya njia ile kuna kukumbusha tena ni kusambaza vitabu hivi. Tumia juma hili kuomba Mungu akusaidie kuwa mwinjilisti. Unaweza ukaanza kwa kidogo. Unaweza usiwa na uwezo mkubwa pengine hata wa kifedha, lakini kadiri unavyotenga kidogo kwa ajili ya Yesu, Yesu atakiongeza, Yesu atakibariki, Yesu atafanya muujiza na kazi itaendelea. Kumbuka tulivyosoma masomo yaliyotangulia yametuonyesha tangu mwanzo ilianza kwa udogo, lakini leo kuna kopi mamilioni yanayosambazwa ya vitabu hivi kwa wale waliomwamini Yesu. Na Mungu atusaidie na aendelee kutusaidia kuchukua maamuzi sahihi ya kutumia nafasi yetu kwa ajili ya kusambaza vitabu hivi. Hilo ndilo kusudi kuu ambalo tunakumbushwa katika juma hili, na Mungu akusaidie kujitoa, na Mungu akusaidie kuliombea katika nyumba yako na katika kanisa lako. Mungu akufanye kwa mmoja wa wainjilisti watakaotumia pengine kununua na kugawa vitabu hivi kwa ajili ya wokovu wa wengine na wokovu wako mwenyewe. Hebu tuombe tunapohitimisha. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru tena kutupatia fursa leo kusikiliza neno lako. Tunaomba utusaidie ili tuendelee kuwa sehemu ya miguu ambayo utakayoitumia na mikono kwa ajili ya kupeleka ujumbe huu kwa wanadamu wenzetu ambao uliwafia vile vile. Kaa nasi tena, tulete tena siku ya kesho kwa ajili ya kuendelea na masomo haya. Na Mungu, asante kutupatia idara hii. Asante kutupatia neno lako ndani ya kanisa. Tusaidie kulikumbatia, tusaidie kulisoma, tusaidie kufanya bidii kama wito ulivyotolewa kwa ajili ya neno hili, na litatubariki sisi wenyewe kwa ajili ya wokovu, lakini litabariki na wanadamu wenzetu. Asante tunaomba kupitia jina lake Yesu. Amen.